Na waacha katika mikono ya Muumba wao na wapendaye, yule aliyempeleka mwanae ambaye awasamehe wenye dhambi. Vita umevipiga, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Hapa ninamzungumzia shujaa, shujaa kweli kweli. Alikuwa mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto 10 wa mzee Kundandumi Lazaro. Huyu si mwingine, ni marehemu Reverend Bishop Dr. Emmanuel Lazaro. Alizaliwa tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka wa 1937. Alimaliza masomo ya shule ya msingi Modio Masama. Akamaliza chuo cha masomo ya uhasibu Mombasa huko Kenya. Alifunga ndoa yake na Bi Every Gracie mnamo mwaka wa 1958. Aliokoka mwaka wa 1957. Alianza utumishi Juni mwaka 1959. Baadaye alianza kazi yake ya uinjilisti mwaka wa 1959 mpaka alipoishiwa nguvu. Japo akiwa kitandani aliendelea kuhubiri. Utakapofika mahali pa kumjua Bwana ndipo utakapoifahamu ibada maana yake ni nini. Upo katika giza ambalo hulifahamu, na wengine wataishi dunia hii hawajui, hawafahamu mambo ya Mungu wala hawamjui Muumba wao. Watakuwa tu wanaelewa kwenye akili zao, kwa fikra zao wale wanayofahamu, na wataabudu fahamu zao wakifikiri wanamwabudu Mungu. Alisimikwa kuwa mchungaji rasmi mwaka wa 1964. Alichaguliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza Mwafrika mwaka wa 1967 wa kanisa la TAG, yaani Tanzania Assemblies of God. Ametumika katika nafasi ya uaskofu mkuu wa kanisa la TAG kwa miaka 24. Mungu alimpa vipawa vya ualimu, uinjilisti, uchungaji na huduma ya kinabii. Nasema iko nguvu ya Mungu, na sasa hata hapa tulipo wako malaika. Nasema wapo malaika hapa tulipo. Marehemu Askofu Emmanuel Lazaro alimpoteza mke wake mwaka wa 2017 tarehe ya 17 mwezi Mei, tarehe na mwezi sawasawa na alipotuacha. Marehemu alianza kuumwa mwaka wa 2018 na alitibiwa hospitali ya Muhimbili na baadaye India. Afya yake iliendelea vizuri na aliendelea na huduma kwa mwaka mmoja. Hali ya afya yake ilidhoofu tena na alipata matibabu hospitali ya KSMC na hospitali ya Saif ya Dar es Salaam. Pamoja na matibabu, nguvu ziliendelea kupungua na aliendelea na matibabu hospitali ya KSMC na kurudi nyumbani. Mnamo tarehe 15 Mei 2025 alfajiri, baada ya kuzidiwa, alipelekwa hospitali ya KSMC kwa ajili ya matibabu, na tarehe 17 Mei 2025 saa 5:40 ndipo Bwana alipomtwaa. Nenda shujaa, nenda, ama kwa hakika tutakukumbuka daima.